Haleluya, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama nyinyi pia mmegundua hili. Mimi hili nilipoligundua likanionyesha utakatifu na usafi na ukuu uliokuwa ndani ya Yesu Kristo. Hili ni swala nzito sana na nimeligundua likanipa funzo kubwa ya kujua ya kwamba kumbe Yesu ana uwezo wa kutakasa kila mtu, na kumbe Yesu ana uwezo wa kusamea kila dhambi. Chunguza hili pamoja na mimi. Ukitazama katika watu watatu wa kwanza, ukitazama katika Biblia, katika miujiza ya Yesu, watu watatu wa kwanza aliowagusa Yesu walikuwa ni watu ambao kulingana na Torati wangekaa mbali ya watu na wasingeruhusiwa kuguswa na mtu. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa watu najisi, na mtu yeyote ambaye angewagusa huyo mtu naye angenajisika. Kwa hiyo hakuna mtu aliruhusiwa kuwagusa hao watu. Kwa nini? Kwa sababu kama ungewagusa na wewe pia hapo hapo ungekuwa najisi. Naongelea kuhusu mtu wa kwanza ambaye ni mtu mwenye ukoma. Kwa mujibu wa maandiko katika Agano la Kale, mtu yeyote mwenye kuwa na ukoma asingeguswa na mtu yeyote. Kwanza angetengwa mbali ya watu, angepelekwa mbali ya watu. Kwa hiyo asingeruhusiwa kuguswa na mtu yeyote, na yeyote ambaye angemgusa moja kwa moja na yeye angekuwa najisi. Hapo tuko katika kitabu cha Walawi sura ya 13 kuanza mstari wake wa 43 hadi 46. Ukisoma hapo kitabu hicho cha Walawi sura ya 13 43 au 45 hadi 46, inaonyesha jinsi gani mtu yeyote aliye na ukoma, huyo ni mtu najisi na asingekaa miongoni mwa watu, angepelekwa mbali sana na mji. Na ukisoma pia katika kitabu hicho cha Walawi sura ya 5 mstari wake wa 3, inaonyesha jinsi gani mtu yeyote aliye na ukoma hapaswi kuguswa na mtu mwingine, kwa sababu mtu mwingine ambaye angemgusa mtu huyo angekuwa najisi mbele za watu. Lakini sasa Yesu Kristo katika kitabu cha Mathayo 8:3 alikuja na mtu wa ukoma akasema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa, na Yesu akamgusa. Hebu subiri nisome hapo. Subiri nifungue Biblia hapo bwana, hapo lazima nisome hapo. Subiri nifungue Biblia uone ukubwa wa Yesu Kristo. Nimesema katika kitabu cha Mathayo 8:3. Mathayo 8:3, fungua Biblia yangu hapa haraka haraka hapa, hata kama sikuandaa kusoma. Mathayo 8:3 inasema hivi, nasoma katika jina la Yesu Kristo. Mathayo 8:3. Sikiliza. Yesu akanyosha mkono akamgusa. Kwanza ukianza 8:1 iko hivi, naye aliposhuka mlimani makutano mengi walimfuata. Na tazama, akaja mtu mwenye ukoma, yani ambaye ni najisi. Akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyoosha mkono akamgusa. Yani mpaka Biblia imethibitisha, imeongea kwamba akamgusa. Hivi ina maana ya kwamba huyu ni mtu ambaye asingegusika. Yesu akanyoosha mkono akamgusa akisema, nataka, takasika. Na mara ukoma wake ukatakasika. Come on guys. Yesu katika kitabu cha Mathayo 8:3 ananyoosha mkono juu ya mtu ambaye ni najisi na akamtakasa. Naingia mtu wa pili, ni mwanamke anayetokwa damu. Kwa mujibu wa kitabu cha Walawi 13:19 hadi 27, mwanamke yeyote anayetokwa damu ni najisi, na huyo angewekwa mbali ya watu wengine, na hakuna mtu ambaye anaruhusika kugusa mwanamke anayetokwa na damu. Kwa sababu ukimgusa mwanamke anayetokwa na damu moja kwa moja pia unakuwa najisi. Hapo tuko katika kitabu cha Walawi sura yake ya 15 mstari wa 19 hadi 27. Usingegusa mwanamke anayetokwa na damu kwa mujibu wa Biblia kabisa, kwa mujibu wa Agano la Kale, kwa mujibu wa Torati, na hapa tunaongelea Agano la Kale. Lakini Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ya 9 mstari wa 20, mwanamke anayetokwa na damu alikuja na akamgusa, mpaka Yesu akauliza, ni nani aliyenigusa? Mitume wakamwambia, sasa mzee, unauliza nani aliyekugusa? Watu wanajia kila kona hapo, sasa unasema nani aliyekugusa? Sisi tutajuaje nani aliyekugusa? Mtu wa tatu ni maiti. Katika Agano la Kale usingegusa maiti.
Hivi naonyesha tu, nitaonyesha tu watatu. Katika Agano la Kale usingegusa mauti. Kwa mujibu wa kitabu cha Hesabu 19 na mstari wa 11, mtu yeyote ambaye angegusa maiti moja kwa moja angekuwa najisi. Kwa hiyo maiti ilikuwa inawekwa na isingeruhusiwa kuguswa, sababu maiti ilionekana kama vile ipo najisi. Lakini Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ya 9, nafikiri nyote mnajua hadithi nyingi za Yesu kugusa maiti na kuzifufua. Yesu akaja akagusa maiti. Sasa ninachotaka kuongea ni hiki hapa, ndugu zangu wapendwa, ni kwamba hii mifano mitatu ambayo nimewatolea sasa hivi katika maandiko, kuanza mwanamke aliyetokwa na damu, kuanza mtu aliyekuwa na ukoma na maiti, hivi ni vitu ambavyo kama ungevigusa, wewe uliyevigusa ungebaki najisi, ungebaki mchafu. Katika lugha nyingine, usingestahili kuwa pamoja na watu. Lakini Yesu Kristo, come on guys, hivi mnaweza mkasema amina? Lakini Yesu Kristo yeye aligusa hao watu wote watatu na hakuwa najisi, na akabaki msafi. Na zaidi ya hapo, si kwamba tu Yesu akabaki msafi, na wale watu na wao wakatakasika, wakawa wasafi. Kuna mambo mengine yanapita akili za wanadamu. Hili linapita akili za wanadamu. Najiuliza, wale Mafarisayo siku zile waliwazaje kuhusu Yesu? Walionaje kuhusu Yesu? Waliwaza nini kuhusu habari za Yesu? Kwamba huyu jamaa amefanya mambo ambayo yanapita akili zetu. Sisi hatupaswi kugusa hivi vitu, kwa sababu usije ukawe najisi. Yeye amevigusa, na si kwamba tu eti wale watu wamepona. Zaidi ya wao kupona, wale watu tena wakawa safi. Yaani aligusa mwenye ukoma ambaye wewe kama ungemgusa ungebaki najisi. Yesu alipogusa ule mwenye ukoma akatakasika, na Yesu hakuwa najisi. Aligusa maiti, si kwamba eti tu maiti ilipona, baada ya maiti kupona ikawa safi na Yesu akabaki kuwa safi. Aligusa mwanamke mwenye kutokwa na damu, si kwamba eti mwanamke alipona tu, alibaki safi na Yesu akabaki kuwa safi. Ona ukuu wa Yesu wetu. Ndio maana tunamwabudu, ndio maana tunampigia magoti, ndio maana tunakubali huyu ndiye Mungu peke yake, sababu ana nguvu za ajabu na nguvu zake zimepita viwango vya wanadamu. Sasa kama Yesu Kristo wa Nazareti aligusa mtu mwenye ukoma na akawa safi, sembuse wewe na dhambi zako, sembuse wewe na wizi uliouiba, sembuse wewe na uzinzi wako, sembuse wewe na uasherati wako, sembuse wewe na uchawi wako. Nataka nitumie mwanya huu mchache, ndugu zangu wapendwa, kuwaonyesha ya kwamba Yesu anaweza kukutakasa. Yesu anaweza kukuosha. Damu ya Yesu, utakatifu ulio ndani ya Yesu, usafi ulio ndani ya Yesu una nguvu kubwa sana ya kuosha dhambi zako na kukufanya kuwa safi. Ndio maana alisema, njoni kwangu nyote wenye kuelemewa na dhambi, na mimi nitawapumzisha. Njoni kwangu nyote wenye kuelemewa na mizigo, na mimi nitawapumzisha. The only one ambaye ana nguvu za kupumzisha wote wenye kuelemewa na mizigo ni Yesu Kristo peke yake. Kama alitakasa hawa na akawafanya kuwa safi ambao walikuwa najisi, wewe pia pamoja na unajisi wako Yesu anaweza kukutakasa. Nataka uamini hilo, kwamba Yesu anaweza kukutakasa. Waebrania 13:8 nasema Yesu Kristo ni yeye yule jana leo hata milele. Hajawahi kubadilika. Jinsi alivyotakasa mwenye ukoma, jinsi alivyotakasa mwanamke mwenye kutokwa damu, jinsi alivyotakasa maiti, na hao walikuwa ni najisi mbele za Mafarisayo siku zile, leo pia unavyoonekana najisi wewe mbele za watu, Yesu anaweza kukutakasa. Ni wewe kumkubali tu, ni wewe kusema ndio Bwana na kukubali, ni wewe kusema Yesu nakubali kukuamini, nataka nikufate uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, naomba unisamehe dhambi zangu, naomba unioshe. Yesu anaweza kukuosha, Yesu anaweza kukutakasa, Yesu anaweza kukufanya kuwa safi. Yesu kwanza ana hamu uje ili akutakase, yaani anakuita haraka uje ili akutakase. Je, umekubali kumfuata Yesu leo? Je, umeamini kama Yesu anaweza kukutakasa? Je, umeamini kama Yesu anaweza kuosha hizo dhambi? Je, unaamini kama Yesu hawezi shindwa na lolote? Je, unaamini kama unaweza kutakasika na ukawe safi leo hii? Kumbuka Paulo alikuwaje? Aliua watu wangapi? Tena Wakristo sio wapagani, lakini Yesu alimtakasa. Wangapi waliopitia mambo ya ajabu katika maandiko na Yesu akawatakasa? Ndugu zangu, mimi nataka niwaonyeshe Yesu huyu ambaye ana uwezo wa kutakasa dhambi.
Ndugu zangu, nataka niwaonyeshe Yesu huyu ambaye ana uwezo wa kusamea dhambi. Ndugu zangu, nataka niwaonyeshe Yesu huyu ambaye hataki uende kuzimu, hataki uangamie. Kuzimu haikuumbwa kwa ajili ya wanadamu. Kuzimu iliumbwa kwa ajili ya shetani na mapepo yake. Wanaokwenda tu kuzimu ni wale wanadamu wanaogaidi Yesu, ni wale wanadamu wanaojifanya kuwa wanafunzi wa shetani. Wanaokwenda kuzimu ni wale wanadamu wanaokataa kumfuata Yesu, sababu ukikataa Yesu maana yake umekubali shetani, so moja kwa moja kuzimu ni ya kwako hivyo. Kwa hiyo ukimkubali Yesu unakwepa kwenda kuzimu. Amini Yesu leo, mkubali Yesu leo, kubali akuongoze pamoja na dhambi zako, pamoja na makosa yako, pamoja na mizigo yako, pamoja na yote uliyoyatenda mabaya. Yesu Kristo anaweza kukutakasa leo. Kubali Yesu, mwamini Yesu. Kubali haya machache ninayokuambia, mwamini hata kupitia hii video fupi ya dakika 10. Yesu anaweza kukutakasa ukikubali tu. Hata sasa hivi Yesu anaweza kukutakasa, hata hivi ninavyoongea Yesu anaweza kukutakasa. Hebu piga magoti hapo ulipo, naomba upige magoti hapo nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naomba umkubali huyu, naomba umsamehe, naomba umuoshe, naomba umtakase, mpe moyo mpya, mpe nguvu mpya, mfanye kuwa Mkristo bora zaidi. Endelea na kuomba mpaka pale Bwana atakapokutakasa. Basi kubali hivyo na amini hilo katika jina la Yesu Kristo. Amen.